لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Kwa yakini kabisa katika kisa cha Yusuf na ndugu zake zipo ishara nyingi kwa wanaouliza. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Kumbukeni wakati ndugu wa Yusuf waliposema, kwa hakika kabisa Yusuf na nduguye wa mama mmoja wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi, na ilhali sisi ni wengi. Hakika baba yetu yumo kwenye upotevu ulio wazi, anafanya kosa la wazi. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ndugu wa Yusuf walisema, muweni Yusuf au mtupeni ardhi ya mbali, ili uso na upendo wa baba yenu utakuelekeeni nyinyi tena baada yake. Baada ya kumua Yusuf mtatubu dhambi hiyo na mtakuwa watu wema. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Alisema msemaji kati yao, msimuue Yusuf, lakini mtupeni kwenye kina cha kisima kirefu. Ataokotwa na baadhi ya wasafiri kama nyinyi mna azma ya kufanya jambo la kumtenganisha na baba yake. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Nduguze baada ya kufikiana walisema, ewe baba yetu, una nini hata hutuamini kwa Yusuf, na ilhali sisi kwa hakika ni wenye kumtakia mema. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Mruhusu kesho atoke pamoja nasi kwenda malishoni, atakula na kucheza kwa furaha, na kwa yakini kabisa sisi tutamlinda. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yakub alisema, kwa hakika kabisa inanihuzunisha nyinyi kwenda naye na kuniacha peke yangu, na nachelea sije akaliwa na mbwa mwitu ilhali nyinyi mkiwa mmeghafilika. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Walisema kumwambia baba yao, iwapo wataliwa na mbwa mwitu na ilhali sisi ni wengi, kundi lenye nguvu, bila shaka sisi wakati huo tutakuwa hasarani, hatuna faida. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Basi walipokwenda naye na kukubaliana kumtosa katika kina cha kisima kirefu, na tulimfunulia wahi Yusuf hapo kisimani kwamba hapana shaka yoyote utakuja kuwaambia siku za usoni kuhusu jambo lao hili, na wala wao hawatahisi kama wewe ni Yusuf. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Walimjia baba yao wakati wa usiku huku wakiangua kilio cha uongo. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Walisema, ewe baba yetu, hakika sisi tulikwenda kushindana na tulimuacha Yusuf kwenye vitu vyetu, basi akaliwa na mbwa mwitu, lakini wewe hutatuamini na hata kama tunasema kweli. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Walikuja na kanzu yake huku ikiwa na damu ya uongo. Yakub alipobaini geresha yao, Yakub alisema,
bali nafsi zenu zimekushawishini kutenda jambo baya. Basi subiri na jambo zuri. Basi subira ni jambo zuri, na Allah ndiye wa kuombwa msaada kwa huu uongo mnaoeleza. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Na uliwasili msafara na ukamtuma mchota maji wao, naye akatumbukiza ndoo yake ili kuchota maji. Alisema, furaha iliyoje, huyu hapa mvulana, na walimficha akiwa kama bidhaa, na Allah ni mjuzi wa wanayoyatenda. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Na wale wasafiri walimuuza Yusuf kwa thamani duni, pesa chache, na hawakuwa na haja naye. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Na alisema yule aliyemnunua huko Misri kumwambia mkewe, muandalie huyu kijana makazi yake mazuri, kwa sababu huenda akatufaa au tukamfanya mwanetu. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Na kama hivyo tulivyomnusuru Yusuf na mauaji, tulimpa madaraka katika nchi ya Misri, na ili tumfundishe kutafsiri matukio ndoto. Na Allah ndiye mwenye kushinda katika jambo lake, lakini watu wengi hawajui. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Na Yusuf alipofika umri wa utu uzima, tulimpa hukumu, utume na utawala na elimu, na malipo kama haya tunawalipa wanaotenda mazuri yanayompendeza Allah. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Na yule mke wa mfalme ambaye yeye Yusuf alikuwa nyumbani kwake, alimtongoza Yusuf bila ridhaa yake, na alifunga milango barabara, na akamwambia, njoo, niko tayari kwa ajili yako. Yusuf alisema, a'udhu billah, kwa hakika huyu mwenye nyumba ni mlezi wangu, ameyafanya mazuri mno makazi yangu, hakika ilivyo ni kwamba madhalim hawafaulu. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. Na kwa hakika kabisa yule mke wa mfalme alimkusudia kutaka kufanya naye uchafu, na Yusuf naye alikusudia baada ya kuvutiwa na hisia za kibinadamu. Lau kama sio kwamba Yusuf aliona ishara za Mola wake mlezi, angetumbukia katika kufanya machafu, lakini Allah alimzindua na akakataa kufanya uchafu. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Kama hivyo tumefanya ili tumwepushe Yusuf na uovu na uchafu. Hakika yeye Yusuf alikuwa miongoni mwa waja wetu waliosafishwa. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Na wawili hao walikimbizana kuelekea mlangoni baada ya Yusuf kukataa, na mwanamke akaikwida kanzu ya Yusuf kwa nyuma kwa kumdhibiti asikimbie, na ghafla wakamkuta bwana wake mumewe mlangoni. Mwanamke alisema, hakuna malipo ya anayetaka kumfanyia uovu mkeo isipokuwa tu kufungwa
au kupewa adhabu inayoumiza. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Yusuf alisema kwa kujitetea, yeye ndiye aliyenitongoza bila ridhaa yangu, na shahidi aliyekuwa katika jamaa za mwanamke alisema, ikiwa kanzu yake Yusuf imechanwa kwa mbele, basi mwanamke amesema kweli, naye Yusuf ni miongoni mwa waongo. Wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Na ikiwa kanzu yake imechanwa kwa nyuma, basi mwanamke amesema uongo, na yeye Yusuf ni miongoni mwa wakweli. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Basi yule bwana alipoona kanzu yake Yusuf imechanwa kwa nyuma, alisema, hakika hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake, kwa hakika vitimbi vyenu ni vikubwa mno. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yule bwana alimwambia Yusuf kuwa, ewe Yusuf, lipuuze hili na usiwasimulie watu, na wewe mwanamke omba msamaha kwa dhambi zako, kwa sababu hakika wewe ni miongoni mwa waliofanya makosa.